ya mama mjamzito kabla ya kwenda kujifungua. Mama kabla ya kwenda kujifungua anatakiwa awe amejiandaa kiakili, kiafya, pia na kimwili. Mama anatakiwa awe msafi kimwili. Nguo zake zinatakiwa ziwe safi. Lakini pia anatakiwa aandae nguo za kutosha kwa ajili ya kumwandaa yule mtoto pamoja na yeye. Kanga za kutosha, sio mpya. Kanga zile ambazo zimetumika kidogo lakini sio zilizochakaa. Lakini awe na nguo zingine za ziada za pamba. Nguo za pamba zinamsaidia yule mtoto kupata joto. Lakini andalio lingine la mama mjamzito kabla ya uchungu hujaanza au kabla hajafika hospitalini ni kwamba anatakiwa aandae watu angalau 2 au 3. Hao watu watamsaidia yule mama kwa ajili ya dharura yoyote itakayotokea. Kwa mfano, mama ameingia hospitalini lakini akaenda operation, upasuaji. Damu zimetoka nyingi, anahitaji kuongezewa damu. Kwa hiyo mama, wale watu watamsaidia kumwongezea damu. Najua damu hospitalini zinakuwepo, lakini kuna ile kwamba anapewa lakini ndugu wanatoa. Wanapewa ile ya ndani lakini ndugu wanatoa ili tusiishiwe na damu kwenye benki ya damu. Lakini pia andalio lingine, mama anatakiwa aandae kadi. Kadi ni muhimu sana. Kadi ya kliniki ni muhimu sana kwa sababu kadi ya kliniki, ndani ya kadi ya kliniki kuna mambo mengi. Kwenye ile kadi kuna taarifa zote. Hiyo inasaidia kwa sababu gani? Akija mama, uchungu umeanza, unaanza kumuuliza unaitwa nani? Umezaa mara ngapi? Najua hawezi akakujibu vizuri. Sana sana ataanza kuhangaika. Kwa hiyo ile kadi inasaidia yule mtu wa huduma kupata taarifa za awali kwenye kadi, alafu mambo mengine yakaendelea. Lakini pia anatakiwa aandae kiasi kidogo cha hela kwa sababu hospitalini kuna mambo madogo ya gharama ndogo. Usipokuja na hela itakupa shida. Hela kidogo inasaidia kwa ajili ya usafiri kutoka kwako kuja hospitalini na kutoka hospitalini kurudi nyumbani kwako. Kwa hiyo pia ni muhimu sana. Lakini mama pia anatakiwa aandae uzi, wembe, mkasi na mifuko ile ya kuvalia mikononi. Kwa sababu gani? Mama anaweza akatoka nyumbani anaenda hospitalini, hajafika uchungu umechanganyia njiani, ataomba msaada. Na huyo mtu anayeenda kutoa msaada atamwambia una uzi, una wembe, una mkasi, una mipira ya kuvalia. Sasa kama huna, utashinda kusaidika. Lakini mama pia anatakiwa awe na chupa ya chai ya moto. Chupa ya chai ya moto inasaidia kivipi? Mama wakati uchungu umechanganyia anatakiwa anywe chai ile chai inasaidia kumpa nguvu ya kusukuma ili mtoto aweze kutoka kirahisi. Lakini pia sio chai tu, lazima pia awe na chupa nyingine ya uji. Uji hiyo ni baada ya mama kujifungua. Atakunywa uji kwa ajili ya kuchangamsha maziwa yaweze kutoka, mtoto aweze kupata maziwa.